Tumekuja hapa na viongozi wetu wa dini na viongozi wa kimila, lengo wapate kuona kazi nzuri njema inayofanywa na serikali yao ya Daktari Samia awamu ya 6. Daktari Samia ni mwanadiplomasia namba 1 wa taifa. Ndugu viongozi wa dini na wa kimila, Daktari Samia ni mlinda haki za makundi yote katika taifa letu la Tanzania. Daktari Samia ni mwana demokrasia namba 1 wa taifa letu. Mama aliyekuja na upatanisho na kauli mbiu ya 4R, ikiwa ni kutoa nafasi ya pili kwa kulifanya taifa liendelee kuwa moja. Daktari Samia ni mama anayetetea na kupigania haki ya kila mtu, na haya maneno yanachagizwa na kudhihirishwa na ujenzi wa mahakama ya haki ya Afrika inayojengwa katika mkoa wetu wa Arusha kwa gharama ya bilioni 62, zikiwa si fedha za mfadhili, zikiwa fedha za Watanzania, za serikali ya Daktari Samia anayepigania na kutetea haki. Angelikuwa ni kiongozi asiyependa haki, angelikuwa kiongozi asiyelinda na kutetea haki za binadamu, asingekubali kutoa pesa zake, za serikali yake, za wananchi wake, za walipa kodi wake, kujenga mahakama ya Afrika inayosimamia haki za binadamu. Leo nimeona niwaleta ili mthibitishe ya kwamba yale maneno ambao huwa tukisema kwamba Daktari Samia ni mpenda haki, kuna watu wanasema hapana, mnamsifia tu kwa sababu amewapa vyeo, mnamsifia tu kwa sababu nyinyi mnalipwa mshahara. Leo tuulizane wa Tanzania, rais gani angeweza kutenga pesa na kuwaita majaji wa Afrika nzima waje waishi kwenye nchi yake na kuwajengea majengo 6? Na hapa ndani nimeambiwa jengo hili kuu la mahakama ya haki, lakini kuna hospitali, kuna jengo la mikutano, kuna sehemu ya watoto, kuna sehemu ya kukarabati magari, na uli mradi ni awamu ya kwanza wenye eneo la takriban heka 16. Unakuja mradi wa pili wenye eneo takriban heka 12. Nyumba za majaji nao watakuwa wanaishi hapa hapa karibu na jengo lao la mahakama. Asingefanya hivyo. Na hata wale wanaosema tunataka tume, tunataka watu wa nje watuangalie, Daktari Samia anawajibu kwa vitendo. Sasa anajenga mahakama ya haki ya Afrika, na hao majaji wote wa Afrika nzima watakaokuwa wanateuliwa kwa standardi za kimataifa watakuja, watakaa hapa na watalinda haki si tu za Watanzania, za wana-Afrika wote. Niwaombe wananchi kupitia viongozi wetu wa dini na viongozi wetu wa kimila, tumuunge mkono rais wetu, tumuombe. Kazi ya uongozi si lele mama. Kiongozi shehe wangu hapa ameelezea habari ya usalama tulionao ni kutokana na simba jike anaitwa Samia. Ameliatamia taifa lake. Hayo mataifa mengine tunayashuhudia yanayoendelea, lakini yeye halali usiku na mchana kuhakikisha kwamba Tanzania inabaki salama. Lakini ujumbe wangu mmoja mkubwa, tumekuja kuwaonyesha viongozi wa dini na viongozi wa kimila muone ya kwamba Daktari Samia ni mtetezi wa haki, ni mlinzi wa demokrasia, na ni mwana mapinduzi wa kweli anayefanya kwa vitendo. Mtu muoga asiyetenda haki asingependa kujenga mahakama ya Afrika, akaleta majaji watakaotoka katika Umoja wa Afrika. Wanaweza kutoka South Africa, wanaweza kutoka Ethiopia, wanaweza kutoka Kenya, wanaweza kutoka Uganda, wakaja hapa. Maana yake majaji hao
anawaleta waje wafanye kazi hapa kwa sababu anajiamini analinda haki za binadamu.